majina kwa wale wageni sana, naitwa Jadiel Mwangi na mimi ni mwinjilisti. Nakuwa nikifanya full time evangelism kule nje na pia nashikanisha na mambo ya medical missionary. Kwa hivyo hiyo ndio huduma nafanya. Naifanyia sana sana Nairobi, lakini nikiwa huku huwa nakuja hapa tunashiriki. Nabarikiwa sana nikiwa hapa. Na pia tukajiona pia na marafiki wa Kahuhia ambao nimeona ni bado ni watu wa Mungu ambao Mungu anawaongoza. Na nikaona tunaweza shikana mkono tufanye nini? Tuendelee tusaidiane kwenda wapi? Mbinguni. Mkumbuke safari ya mbinguni ni gumu. Inatakana kufanya nini? Kutiana moyo na kuhimizana. Okay. Basi naona niendelee na kuna fundisho tulikuwa nalo Kahuhia kuhusu ujumbe wa Kristo kwa Laodiceans. Ujumbe wa Kristo kwa kanisa la Laodikia. Na naona last time sikulirekodi na nikaona leo niweze kulirekodi ndio lisifai pia wengine, kwa sababu ujumbe unapokuja haukuji tu kwa, sio wakati wote ujumbe unakuja kwa Rock Church, lakini wakati mwingine unaweza kuwa unalenga kwa Rock Church na pia saa nyingine kwa kanisa at large, ndio. Kwa hivyo nitajaribu kuleta kwa njia ambayo itatufaa sisi tulio hapa na pia ufae wengine kule wapi? Kule nje. Basi wacha tuombe. Tunakushukuru Baba Mungu wetu kwa sababu ya kutupea zawadi ya mwana wako Yesu ambaye aliweza kutufia pale msalabani, na kwa sasa hivi anatuombea akiwa katika hekalu la mbinguni sehemu ya ndani akifanya kazi ya hukumu ya upelelezi. Yesu, tunakushukuru sababu wewe ndiye mkuu wa kanisa na wewe ndiye unaongoza kanisa lako. Tungependa kusikia sauti yako siku ya leo ikitunenea kanisa hili ambalo ni kanisa la Laodikia. Sisi ambao tunaishi wakati huo mwisho, wakati hukumu ya upelelezi inaendelea huko mbinguni. Naomba unitakase midomo yangu na kutoka katika hekalu la mbinguni ndio niweze kunena mahusia yako. Naombea kanisa hili liliko hapa na lile pia liliko kule Kahuhia. Baba, bariki washiriki wote. Wanaposikiza waweze kuhimizwa kwa ajili kwa kuja kwa Kristo mara ya pili. Na pia wote ambao watakuja kusikiza hii video baadaye, pia Baba naomba pia na wao wabariki. Kwa sababu ni katika jina la Kristo tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Nataka msomi mzuri aweze nimesikia uko na sauti kubwa. Mugabi ako na sauti kubwa sana. Hiyo sauti ni ya mhubiri na pia mwimbaji. Si uko na Bible ya Kiswahili hapo? Niko na. Ukae chonjo. Ready utakuwa unatusomea. Tutatumia Kiswahili. Ujumbe wa Kristo kwa kanisa la Laodikia, Ufunuo 3 mstari wa 14. Soma. Ufunuo 3 fungu la 14. Fungu la 14. Maandiko inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Haya ndiyo anenaye yeye aliye Amina, Saidi aliye mwaminifu na wa kweli. Kwa hivyo ukisikia anaitwa shahidi aliye wa kweli na mwaminifu na wa kweli, kumaanisha kile anaongea ni cha kweli kabisa. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Okay, haimaanishi yeye ni Biblia haimaanishi kwamba Kristo aliumbwa, lakini sasa yeye ndiye alikuwa mwanzo wa kuumba. Yeye ndiye muumbaji wa vitu vyote. Yes, Mungu Baba aliumba vitu vyote kupitia kwa mwana wake Kristo. Endelea. Mstari wa 15. Na yajua matendo yako ya kuwa u baridi wala u moto, ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Kabla ufika hapo, Laodikia inamaanishaje? Jina Laodikia ni majina mawili yameshikanishwa. Kuna Lao ambao jina lao ni Laos ni people. Laos ni jina la Kigiriki linamaanisha watu. Alafu Dikia limetoka na jina Daik ambalo ni judgment. Kwa hivyo kanisa hili ni kanisa ambalo lilikuwa lisimame duniani wakati
hukumu ya Mungu inaendelea wapi? Mbinguni, na watu wanahukumiwa sasa. Kwa hivyo ni kanisa, hatustahili kuona haya kuitwa Laodiceans. Sio makosa kuwa Laodiceans. Laodiceans ni jina ambalo Mungu amepea kanisa lake wakati wa huu wa mwisho. Kwa hivyo hakuna shida na kuwa Laodiceans. Kuna wengine wanakataa jina Laodiceans, hata wanafika mahali wanasema labda wajiite jina lingine kama Philadelphia, lakini Laodicean sio jina baya. Inamaanisha kwamba ni kanisa la Mungu la kipindi ambacho hukumu ya Mungu itakuwa inaendelea wapi? Mbinguni. Tutakuja kuona shida inaweza kuwa wapi ama shida iko wapi. Kwa hivyo sasa 15 nikasemaje? 15 inasema, na yajua matendo yako ya kuwa u baridi wala u moto. Unajua matendo yako kwa kuwa hu baridi wala hu moto. Sasa hiyo ndio shida. Na hii shida inahitaji endelea hapo mbele. Inaendelea kusema hivi, ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Mstari wa 16, basi kwa sababu una vuguvugu wala huu baridi. Kwa hivyo shida yake ni kuwa vuguvugu. Shida ya kanisa hilo ni kwamba aliko baridi na aliko moto. Hiyo ndio shida. Kwa hivyo sio mapenzi ya Mungu tuwe lukewarm. Sio mapenzi ya Mungu tuweze kuwa vuguvugu. Hiyo ni hali ambayo si mapenzi ya Mungu tuwe katika ndani yake. Nafikiri mnanielewa lakini na kwa hivyo sasa hii hali ya vuguvugu iliingia lini? Hali ya vuguvugu ukisoma vitabu vya shuhuda za Yesu utasikia hali hii iliingia katika miaka ya 1850s. Hukumu ilianzia lini? 1844, 22nd October. Lakini uvuguvugu uliingia lini? Miaka ya 1850s. Endelea basi. Inaendelea kusema, acha nirudie 16. Basi kwa sababu una vuguvugu wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa hivyo ni akina nani sasa wanazungumziwa hapa? Ni kanisa gani? Ukisoma 40 andika tu chini sababu tutaenda bio, na ni vizuri tulisema last time tutafute kuweka vitabu vya Ellen White kwa simu zetu. Mununue simu ambazo ni ziko na Android, muweke vitabu hizi. 40 page 87 paragraph 1 andika chini. 40 87 paragraph 1 inasema, utaweza tafsiri Kiingereza. The Laodicean message, testimony for the church. Basi wacha ni tafsiri hapa, inasema the Laodicean message applies to the people of God who profess to believe present truth. Wesley, unaweza tafsiri hiyo? Ujumbe wa Laodikia bila walikataa ujumbe wa yagurudia tena. The Laodicean message, ujumbe wa Laodikia kana domereri ya Laodikia applies to the people of God. Inafaa unalenga watu wa Mungu. Yaani inafaa kuwa inalenga watu wa Mungu. Inalenga watu wa Mungu. Inafaa kuwa applicable kwa watu wa Mungu who profess to believe present truth, ambao wanakiri kuamini ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ni gani? Si ni ujumbe wa watatu? Ukweli wa sasa ni ukweli, ujumbe wa watatu. Kwa hivyo ujumbe huu wa Laodikia unalenga watu wa Mungu ambao wanakiri kutii ukweli wa ama kuamini ukweli wa sasa. Ingine 7 BC 961 paragraph 6, the message to the Laodicean church is applicable to our condition. Ujumbe wa kanisa la Laodikia unalenga hali yetu. Hali yetu ni nani? Nani anaandika hiyo? Si ni dada White? Yeye ni akina nani? Yetu sisi ni akina nani? Si ni Waadventista wa Sabato? Okay, ingine 7 BC 961 paragraph 3, the message to the Laodicean church reveals our condition as a people. Ati ujumbe wa kanisa la Laodikia unafunua hali yetu kama watu. Kwa hivyo sasa hii ujumbe hatuipeleki nje, hii ni yetu sisi hapa.
hapa ni Kristo sana anaongelesha sisi. Basi rudi kwa Bible. Ufunuo hiyo 3 mstari wa 16. Ufunuo 3:16 nitarudia, inasema basi kwa sababu una vuguvugu wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa hivyo sasa anafunua hali yetu sasa ya kwamba hatuko baridi, hatuko moto, tuko vuguvugu. Na uvuguvugu huo unashikanishwa na kitu gani kingine? Dara 17 maandiko inasema kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja na kitu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja na kitu. Nawe ujui ya kuwa wewe mnyonge. Kwa hivyo shida yake moja ni kwamba uvuguvugu unafanya yeye ako mnyonge, lakini hajui ni mnyonge. Na mwenye mashaka na maskini. Yeye ako mashaka, tuko na mashaka na sisi ni maskini, lakini hatujui. Na kipofu, hatujui. Sisi ni vipofu lakini na uchi, hatujui. Tuko uchi na hatujui. Kwa hivyo sasa ujumbe huu wa Laodikia basi unakuja kuleta dawa ya hii shida ambayo iliingia. Na kwa hivyo ujumbe huu unatafuta sasa kuleta ile tunaita uhuisho na matengenezo kwa watu ambao walianza vizuri, lakini wakafika mahali wakaingia katika hali ya uvuguvugu. Tuendelee. Hii hali ya uvuguvugu ina maanishaje? Our high calling OHC, kutu kwa kifupi OHC 348 paragraph 4. OHC 348 paragraph 4 anasema half-hearted Christians ni Wakristo ambao wamegawanyika moyo, ni nusu, are worse than infidels, ni wabaya kuliko wale ambao ni infidels. Ni akina nani? Si ni wale ambao hawatabui Mungu. Infidels ni wale ambao ni wakafiri. Ati Mkristo ambaye ako nusu. Hata James anasemaje kuhusu akizungumzia Wakristo ambao ni nusu? Anasema kwamba mtu mwenye double-minded man, anasema a double-minded man is very unstable. Hiyo ni Yakobo anasema hivyo, ati kwamba mtu ambaye ako double-minded ni kwa nusu. Kwamba hali ya uvuguvugu ni hali ya kuwa double-minded, kuwa na half-hearted Christian. Half-hearted Christians are worse than infidels, for their deceptive words and non-committal position lead many astray. Kwa sababu kule maneno yao ya kudanganya, ya udanganyifu na kutokujiweka, kujikomiti ni kule kujiweka wakufu, inaelekeza wengine wapotee. Unaona, nikiwa hapa katika hiyo hali ya kuwa nusu, wale wako kule nje unaona wataniangalia wafikiri hii ndio sasa Ukristo. Na sasa si unaona watafuata mfano wangu. Na kwa sasa watafanya nini? Watapotea. Ama watapita, watakosea njia. He is neither good worldling, ati sio mtu mzuri wa dunia, yeye hayuko kwa dunia kabisa. Unasikia mtu aliye vuguvugu hayuko duniani kabisa. Kwa kiwango fulani amekataa dunia. Noro a good Christian, lakini pia sio Mkristo kabisa. Ako hapo katikati. Sio wa dunia kabisa na sio Mkristo kabisa. Ako hapo katikati. Satan uses him to do a work that no one else can do. Shetani anatumia huyu mtu kufanya kazi ambayo hakuna mwingine anaweza ifanya. Si mnaona hii ni hali ambayo hatutakane kwa ndani yake kwa kweli. Paragraph ya 5 ya our high calling 348 paragraph 5 inasema hivi. Hebu sikia shida yake ni gani? Love of self exclude the love of Christ. Kupenda ubinafsi kunafukia nje upendo wa Kristo.
ama kupenda Kristo. Those who live for self are rigid under the head of the Laodicean church. Ati wale ambao wanaishia ubinafsi wanawekwa katika kiwango ya kuwa kanisa Laodicea, who are lukewarm, neither hot nor cold. Ambao ni vuguvugu, sio moto na sio baridi. Sio baridi. Sasa hiyo shida tukasikia Kristo anasema atawatapika. Kutapikwa inamaanishaje? Kutapikwa. Si anasema nitakutapika. Andika 60 page 4 with paragraph 2. 64 with paragraph 2. Again, nasoma hili chache tu. The figure of spewing out of his mouth, ati hiyo mfano wa kutema kutoka katika mdomo wake, means, inamaanisha that he cannot offer up your prayers, ati hawezi kupeleka maombi yako kwa Baba, or your expressions of love to God. Hata ukifanya mambo ya kuonyesha upendo kwa Mungu, Yesu hatafanya nini? Hatapokea hiyo yote. He cannot endorse your teachings of his word. Hata ukifundisha neno la Mungu hawezi kufanya nini? Kuendorse ni nini? Si ni kutia muhuri. Kutia mkode. Or your spiritual work anywhere in anyways. Hata kazi ambayo unafanya kiroho hawezi kuitia mkono. He cannot present your religious exercises with the request that grace be given you. Hata ukiomba neema upewe, hautafanya nini? Hautapewa. Hii kwa kweli ni hali sio mzuri. Kitabu kingine ni Upward Look page 213 paragraph 5 inasema hivi. Hapo katikati hapo chini. He will no longer present the name of such a one to his father. Tukiendelea katika hii hali hata eda kuonyesha jina lako kwa baba. Hata onyesha jina lako kwa baba. Yaani hata tetea jina lako mbele za baba. Lakini ile sababu ni hatari sana. Ni kwamba tukikaa katika hii hali tutakuja sasa kuwa shaken out. Tutakuja kupepetwa na tufanye nini? Tutupwe. Nafikiri mnasikiaga kutakuwa na shaking wakati wa mwisho, na hata shaking imekuwa ikiendelea. Sasa hii shaking inaletwa na nini? Mnajua hii kupepetwa bado inaletwa na hii ujumbe. Kitabu cha Testimony 1 andika tu 181 paragraph 1 inasema hivi. 181 paragraph 1. I asked the meaning of the shaking I had seen. Nikauliza maana ya ile upepeto nilionye. And was shown that it would be caused by the strict testimony called forth by the council of the true witness to the Laodiceans. Akaonyesha kwamba ikesababishwa na ushuhuda ulionyooka ambao itishwa ama unaletwa na true witness. Tumesikia true witness ni Kristo. Kristo ambaye aliye shahidi mwamini kwa Walaodiki. Some will not bear the true testimony. Wengine watakataa ushahidi wa nani? Ushuhuda wa Yesu. They will rise up against it. Watainuka juu ya ama dhidi yake. And this will cause a shaking among God's people. Na hilo itasababisha kupepetwa miongoni mwa watu wa Mungu. Kwa upepeto sana. Kiini chake ni watu kukataa ujumbe huwa shahidi mwaminifu. Paragraph 2 inasema vile sasa wakati mwisho wengine watakuja kuwa shaken na waondoke jia kabisa. Inasema hivi 182 paragraph 1, the numbers of this company had lessened. Hesabu ya hii kundi ilikuwa imepungua. Some had been shaken out of the way and left by the way. Hati wengine walikuwa tunapoingia katika upepeto wa mwisho, mkumbuke
kunakuwa wengine watakuwa wamepepetwa tayari na wengine watakuja kupepetwa wakati wa mwisho. Sasa na anasema hivi, anakuti hiyo Revelation chapter 3 verse 15 to 17. The careless and indifferent who did not join those who prized victory and salvation enough to persevere in prayer and agonize for it did not obtain it. Kwa hivyo in short ni kwamba ujumbe huu, kukubali ama kukataa ujumbe huu ndio itakuja kuleta upepeto wa mwisho sasa pia. Sasa shida ya Laodikia ni gani? Kwa sababu tumesikia kuna shida iko pale. Turudi katika Ufunuo 13:17. Inasemaje? Ikasemaje? Inasema Ufunuo 3:17, maandiko inasema, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja na kitu, nawe ujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Hii shida pia ilikuwa imetabiriwa na mwandishi wa Zaburi. Si mnaelewa vitabu zote za Bible za Agano la Kale zote huwa zinakutania kitabu cha Ufunuo. Sasa methali hii, soma Methali 30:12 na 13. Anasema kuhusu kizazi fulani. Inasemaje? Proverbs chapter 30 verse 12 na 13. Kuna kizazi cha watu walio safi machoni pao wenyewe. Unasikia, kuna kizazi cha watu walio safi machoni pao wenyewe. Walaodikia wanasemaje? Walisema wao ni matajiri, hawahitaji kitu. Kwa hivyo wao ni wasafi machoni pao. Endelea. Inaendelea kusema ambao hawakuoshwa uchafu wao. 13 maandiko inasema kuna kizazi cha watu ambao macho yao yameinuka kama nini? Kuna kizazi ambacho macho yao yameinuka kama nini? Kama kope zao zimeinuka sana. Hiyo ni kiburi. Tunajua Laodikia ni kuwa na kiburi. Kuwa na ile tunaita self righteousness. Kwa hivyo sasa kuna hii shida tatu zimetajwa hapo. Moja yake akasema you are wretched. Wewe ni Kiswahili kimetumia jina gani? 17. Tajiri. Hapana, kuna kitu amesema Kiingereza kinatafsiri wretched, Kuna wretched, miserable na blind na poor. Naked. Sasa Kiswahili kinahitaji hiyo wretched. Nawe ujui ya kuwa wewe mnyonge. Mnyonge halafu na mwenye mashaka. Okay. Na maskini. Sasa hii jina wretched nimejaribu kuangalia mahali kwingine inatumika. Nikaona inatumika katika kitabu cha Warumi 7 mstari wa 24. Hebu soma. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Kwa hivyo ole wangu kinasema oh wretched man. Oh wretched man that I am. Kwa nini nasema ako wretched? Huyu mtu ambaye katika hali ya wretched ni nini? Hebu sikia fungu ya 19. Hiyo. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi. Bali lile baya nisilolipenda ndilo nitendalo. Unaona sasa shida yake? Anachukia kutenda mabaya lakini anajipata anatenda mabaya. Anataka kutenda mema lakini anajipata hawezi kutenda mema. Sasa huyo ni mtu ambaye amefugwa. Anajaribu kutenda mema lakini anajua sheria ya Mungu ni nzuri lakini kutii sheria ndani yake hana nguvu ya kushika sheria. Basi unaona huyo ni mtu ambaye anakazana, anajua sheria ya Mungu ni nzuri lakini shida ni hana nguvu ya kutii. Ni akina nani tunajua wanajua sheria ya Mungu ni nzuri? Sisi tunajua sheria ya Mungu ni nzuri na tunaipenda. Lakini tunaweza jipata katika hali hiyo ya kwamba tunaipenda lakini tunashindwa
Shida ya mtu kama huyo ni gani? Ametekwa, amefugwa. Ni mtu ambaye ni mtumwa lakini hajui. Ndio tushike sheria ya Mungu, lazima awekwe huru. Soma 25 maandiko. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitimiza sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Kwa hivyo sasa, Laodicia ni mtu ambaye anajua sheria ya Mungu ni takatifu, anaipenda, lakini shida hajakubali Kristo kikamilifu. Ndio Kristo aingie ndani yake amwezeshe kushika sheria hiyo. Kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kushika sheria ya Mungu bila kuwa na Kristo ndani yetu, akikaa ndani yetu kikamilifu. Hatuwezi. Ni kama mtu ambaye kwa mfano, na hii mfano tunaitumia mara nyingi. Kwa about tukiwa kwa nyumba, tunaona saa nyingine kuwa na cobweb. Unapata cobweb leo, especially our ladies wanaifanya nini? Wanapaguza. Tena kesho anapata tena kuna cobweb, anaipaguza. Sasa mtu kama ukimshauri afanyeje? Ndio malizana kupaguza cobweb kila kitu siku. Si ni kutafuta huyo buibui amfanye nini? Amuue. Sasa tunapojipata tunatenda dhambi, tunavunja sheria ya Mungu, tunatubu leo, kesho tunairudia hiyo. Shida iko wapi? Hebu soma hiyo Warumi hiyo 7:10 7:14, Romans chapter 7 verse 14. Nataka msikie shida hiyo mtu ni gani? Nasema, kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni. Yes, tunajua sheria ya Mungu ni ya rohoni. Bali mimi ni mtu wa mwilini. Nimeuzwa chini ya dhambi. Nimeuzwa chini ya dhambi. Kwa hivyo shida yake ni kwamba ameuzwa. Kuna watenda dhambi aina mbili. Kuna wale watenda dhambi wako kule nje, wale hawana sheria. Kwa hivyo wao wanatenda dhambi, hakuna kitu kinafanya nini? Kinawahukumu. Lakini pia kuna watenda dhambi wanajua sheria ya Mungu. Wanajua sheria ya Mungu ni nzuri na wanajaribu kuifanya nini? Kuishika. Sasa wakijaribu kushika sheria wanashindwa. Wanaishika kwa nguvu zao, wanaweza shika hata mwaka moja mbili, lakini itafika wakati wafanya nini? Watachoka. Wafanye nini? Waivuje. Sasa mtu kama huyu dawa yake ni Kristo. Hebu soma hiyo Warumi 8:1. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu ya wao walio katika Kristo Yesu. Mstari wa 2. Endelea. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho ule aliyo katika Kristo Yesu imeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti. Mstari wa 3. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi ilihukumu dhambi katika mwili. Alihukumu dhambi katika mwili. Mstari wa 4. Ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Kwa hivyo njia ya kushika sheria ya Mungu ni kupitia kwa kumpokea Kristo akikaa ndani yetu, akituongoza na Roho Mtakatifu. Ndio sasa ile ni ya mwili ifanye nini? Iweze kuangamizwa, sababu ni ya mwili haiwezi kushika sheria ya Mungu. Soma hiyo 7. Romans chapter 8 verse 7. Maandiko inasema hivi, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. The carnal mind is enmity against God. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Wala haiwezi kuitii. Kwa hivyo nia ya mwili kama bado iko hai, mwanadamu hawezi kushika sheria ya Mungu.
Hawezi. Lazima hiyo ni ya mwili iagamizwe. Na hiyo ndio Kristo aliagamiza. Wakati Kristo alikuja hapa msalabani, alienda msalabani. Ni kitu gani Kristo aliagamiza msalabani? Ni kitu kinaitwa akaliagamiza kitu tunaita carnality. Akasalibisha ubinafsi, self. Ubinafsi ile tunasema mimi ama I inaandikwaje? Sindi kamuti. Sasa unaondoaje I? Una cancel aje I? Unaweka kwa msalaba inamaanisha self denial. Crucifixion of self. Kukubali msalaba na kubeba msalaba sio kubeba na mishigo vile wengine wa Katoliki wanafanya. Ni kujikana na nafsi. Unasalimisha mapenzi yako kwa mapenzi ya Mungu. Gethsemane alisemaje? Baba, naomba uniondolee kikombe hiki, lakini sio mapenzi yangu, bali mapenzi yako yafanyike. Alisurrender will. Ndio tushike sheria ya Mungu, lazima tusalimishe mapenzi yetu. Mapenzi yetu yote kwa nani? Kwa Yesu. Kwa Kristo. Ndio sasa awe ndiye anatutawala na kutuongoza na Roho Mtakatifu. Na sasa Roho Mtakatifu akituongoza na akituendesha mapenzi ya Mungu hayo, sheria za Mungu itaandikwa ndani yetu na Roho Mtakatifu. Kitabu gani kinasema kwamba Roho Mtakatifu ndiye anaandika sheria ndani ya bau ya nyama? Wakorintho wa pili 3 mstari wa pili pale. Mapenzi ya Mungu ni sheria zake. Hiyo ni kitabu cha Zaburi 40 mstari wa 8. Zikiwa zimeandikwa sasa ndani ya yule ambaye ako ndani ya Kristo na anaendeshwa na Roho Mtakatifu, ambaye anasalimisha mapenzi yake. Kila siku anasema sio mapenzi yangu bali mapenzi yako. Kwa hivyo ndio tushike sheria ya Mungu, na hii ndio sana the burden of the Gospels. Hii ndio ilikuwa ndio mzigo wa mitume. Mitume walikuwa na inua Kristo, msalaba, ndio watu wakikuja kwa Kristo wakisurubishwa, sasa wakisarenda mapenzi yao sasa Roho Mtakatifu akiwaendesha, ikiwezekana waendeshwe katika sheria za Mungu ambazo ni za rohoni. Kwa nini mitume walikuwa wanahubiri? Wanasema kwamba Paulo alikuwa anasema kwamba hakuwa anataka kuona kitu kingine isipokuwa Kristo naye akiwa amesurubishwa. Ni kwa sababu Kristo akiwa amesurubishwa, mwanadamu akiwa amesurubishwa na Kristo, sasa yote yanawezekana. Mapenzi ya Mungu inawezekana. Kushika sheria za Mungu inawezekana. Kuhubiri Injili inawezekana. Kuomba itawezekana. Kusoma neno la Mungu litawezekana. Kwa sababu mtu atakuwa amehuishwa. Ujumbe huu ndio ujumbe wa kuleta ile tunaita uhuisho na matengenezo. Ujumbe huu wa Laodiceans ndio ujumbe wa kuleta uhuisho na matengenezo kwa wasaba. Kitabu cha andika hii 1SM 127 paragraph 3. Andika tu ini short, mtakuja kupata hizi vitabu na mimi hata mnapotafanya hii revision. 1SM 127 paragraph 3 anasema, baada ya kukuti Revelation chapter 3 verse 15 to 18, baada ya kukuti hiyo tumesoma Ufunuo 3 mstari wa 15 mpaka 18, anasema hivi: God calls for a spiritual revival and spiritual reformation. Mungu anatuitia uhuisho wa kiroho na uhuisho wa matengenezo. Kwa ujumbe huu ni wa kuleta uhuisho na matengenezo. Hiyo 120 hiyo 21 SM page 121 paragraph 1 inasema hivi: a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. Ya kwamba uhuisho wa uungu wa kweli miongoni mwetu ndio hitaji la dharura katika mahitaji mengine yote tunahitaji uhuisho na matengenezo ambayo inaletwa na ujumbe wa shahidi muamini kwa kanisa la Laodicea. Ujumbe huu unainua Kristo na kile Kristo amefanya. Kristo tayari aliangamiza dhambi, aliangamiza ubinafsi,
msalaba tunapata destruction of three things. Msalabani tunaona kuharibiwa kwa vitu vitatu. Moja ni serofu, ama hiyo tunaita na nafsi. Kitu kingine ambacho msalabani kiliangamizwa ni shetani, Satan. Shetani anaangamizwa msalabani. Alafu kitu kingine ni dhambi. Msalabani Mungu alitupea ushindi dhidi ya dhambi. Tunapata ushindi dhidi ya 3S: sin, serofu, ubinafsi na pia shetani. Tunaweza mshinda shetani. Si Yesu alimshinda? Msalabani tunashinda hizo vitu vitatu. Kwa hivyo tunapokea ushindi ule tunapopokea Kristo, tunapojipeana kwa Kristo. Sasa vita yote ndio anapigana. Sehemu yako ni kwa kujipeana. Anakupea Roho wake Mtakatifu, anakuendesha na Roho wake. Sasa unakuwa mshindi na zaidi ya mshindi. Zaidi ya mshindi. Kwa hivyo ujumbe huu ndio ujumbe ambao unatakikana tupokee, tutilie maanani, tutembee nayo. Tukitembea pamoja na Kristo sasa tupewe ushindi. Tushinde na tuende tukishi. Kama ni kushuhudia, haitakuwa ngumu sana kushuhudia. Kwa sababu nani atakuwa anakutia nguvu ukashuhudia? Yesu. Nani atakuwa anakuamsha asubuhi ukashuhudia? Ni yeye. Nani atakuamsha ukaombe? Ni yeye. Kwa hapa tafadhali, ujumbe huu ndio tunahitaji. Ndio hitaji kubwa. Tukaambiwa a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. Kwamba uamsho na uungu wa kweli, utaua wa kweli miongoni mwetu ndio kitu cha dharura ambacho tunahitaji. Na hiyo tumesoma katika 1SM page 121 paragraph 1. Okay, tuendelee. Okay, tukasikia kuna hiyo wretched, miserable, na pia ingine ni shida gani tumesikia? Akasema hujui kama wewe ni miserable. Wretched, miserable. Miserable ni mtu gani? Nimeenda kwa concordance na ni vizuri mtafute concordance. Mtafute. Saa ingine Mungu ananipea neema ya kupata Bible sababu ziko na hizi concordance. Naona hizi vitu ziko huko katikati. Na huku nyuma. Mtafute Bible kama hizi. Sisi tunatakana kuwa na Bible ambazo zitawasaidia mfanye Bible study. Ukumbuke hizi simu tunategemea of late hivi karibuni inawezekana tusiweze kuzitumia, especially tunapoingia katika mambo ya kuondoa uhuru wa dhamiri. Kwa hivyo jina miserable nimeona linatumika katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 15. Soma verse 19. Wakorintho wa kwanza 15 verse 19 pale. Verse 19 ambayo inasema hivi: kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini tulio watu wote. Paulo anaelezea hali ambayo tunaweza kuwa ndani yake ikiwa tunamtumainia Kristo na Kristo hakufufuka. Ukianzia verse 16, hebu anzia 16 usikie. Maana kama wafu hawafufuliwi, kama wafu wafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Unaona sasa? Kwa hivyo kama hakuna ufufuo, sisi ambao tunamtumainia Kristo, basi sisi ni maskini kuliko watu wote. Kuliko watu wote. Kwa hivyo sasa maskini ni mtu ambaye hana tumaini la ufufuo. Hana tumaini la ufufuo. Hana tumaini. Sijui kama kwa hivyo sasa kuwa miserable hapa inamaanisha hivi. Tunaweza kuwa ndani ya kanisa lakini sisi hatuna tumaini la ufufuo. Saa hii swali liulizwe, wangapi wako tayari wasikie leo watakufa? Wangapi wako tayari wako na tumaini ya kwamba hata nikifa mimi mambo yangu yote nimetengeneza na Mungu wangu na nitakuwa niko na tumaini la ufufuo wa wenye haki? Si unaona tunaweza kuwa na mashaka? Yes. Si mnaona na Mkristo anatakana kila wakati
aweze kuwa katika hali ya kwamba uhusiano wake na Kristo ameuweka vizuri. Sababu kifo kinaweza ingia wakati wote. Si ndio hivyo? Tuhakikisha kwamba sisi tuko na tumaini la ufufuo. Kuwa miserable ni kuwa watu ambao hawana tumaini la ufufuo, lakini wanakuja kila Sabato. Na tunangojea muda gani ndio tujiweke tayari? Tunataka tupewe miaka mingapi? Ungependa upewe miaka mingapi ndio uweke mambo yako vizuri na Mungu, ya kwamba sasa wewe unasema kama Paulo. Paulo alikuwa anasemaje? Kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ni faida. Kwa hiyo unaona Paulo alikuwa amejiweka wakfu sasa. Yeye akiwa ndani ya Kristo alikuwa tayari, he was ready for any. Kwa hivyo Mungu asaidie tusiwe miserable. Kile kinaogopesha wa Sabato ni kusika kwamba crisis ya mwisho inakuja. Crisis ya the mark of the beast. Na hii imefanya hata siku hizi unasikia watu wanasema kwamba msifundishe prophecy. Sababu mkifundisha prophecy watu wanafanya nini? Ati mnafanya watu waogope. Mtu ambaye ako na Kristo ataogopa kusikia hata sheria za Jumapili zinawekwa hivi karibuni, si hata furahia zaidi. Sababu anajua kwamba hiyo lazima hiyo ikuje kwanza kabla Kristo afanye nini? Akuja mara pili kuleta ufufuo wa wafu na pia kuleta mabadiliko ramili na tufike na utukufu. Kwa hiyo mtu kama huyo ataogopa. Lakini utapata Wasabato wengi wanaogopa. Ama unafikiri kwa nini profesa haifundishwi kwa makanisa? Ni kwa sababu ilifika wakati sasa watu wakaanza kusana nini? Kuogopa. Watu wakawa hawataki, wanachoshwa, maana hawajaweka mambo yao na Mungu vizuri. Hebu sikia hii statement kwanza. Christian Service page 41 paragraph 1. Na hii ndio shida tuko nayo. Christian Service page 41 paragraph 1 nasema kwamba it is a solemn statement that I make to the church. Kwamba ni nukuu ya kuogofya na biakani that not one in 20 whose names are registered upon the church books, ati sio mmoja kati ya 20 ambao majina yao yameandikwa katika vitabu vya kanisa are prepared to cross their other history. Wako tayari kufuga historia yao ya hapo. Kwa hivyo tunaposema hapa tuhesabu 1 2 3 4 anasema sio moja katika 20. Si basi mnaona kile tumesema ni ukweli. Watu hawajajiandaa kwa ajili ya kufuga historia yao and would be as very without God and without hope in the world as the common sinner. Ati wanakuwa tu kama hawana tumaini, hawana Mungu, hawana tumaini, kama tu yule mwenye dhambi wa kule wa kawaida. They are professedly serving God, but they are more honestly serving mammon. Wanatumikia Mungu lakini pia wanatumikia mammon, wanatumikia utajiri wa fedha. This half and half work is a constant denying of Christ. Hii kuwa nusu ukitumikia Mungu, nusu ukitumikia mali, hiyo ni kukana nani? Kristo. Rather than confessing of Christ, kuliko kumkiri nani? Kristo. Okay. Poverty. Kasikia anasema ni maskini. Mtu maskini ni nani? Mtu maskini ni yule ambaye hana roho wa Mungu. Hebu soma Isaiah chapter 41 verse 17. Maana moja ya mtu maskini ni yule hana nani? Roho Mtakatifu. Umaskini ambao unaelezewa hapa sio umaskini wa mali, ni umaskini wa kukosa Roho Mtakatifu. Isaiah 41 verse 17 nasemaje? Verse 17 maandiko inasema maskini na wahitaji wanatafuta maji. Maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana. Ndimi zao zimekauka. Kwa kiu. Mimi Bwana nitawasikia. Mimi Mungu. Kwa hivyo maskini
na wahitaji wanatafuta maji. Maji ni nini katika unabii? Si tunaelewa maji katika neno la Mungu ni Roho Mtakatifu hiyo unaweza linganisha Yohana 7:37. Kwa hivyo water ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa mtu ambaye ni maskini na mhitaji ni yule ambaye hana Roho Mtakatifu. Umaskini ambao tunaelezewa hapa sio umaskini wa vitu vya dunia hii. James 2:5. 2:5 maandiko inasema, ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi Kwa hivyo wa ufalme ulio kuwa maskini wa mali dunia, kutokuwa na mali ya dunia hii na kuwa maskini, hiyo isitusumbue sana, sababu maskini anakuwa katika nafasi nzuri ya kufanya nini? Kupokea utajiri wa imani. Ana nafasi nzuri ya kuwa tajiri wa imani. Na mimi naona hapa sio maskini. Unajua maskini wakati wa Kristo, maskini walikuwa na namna gani? Maskini, mkitaka kujua maskini wa kwanza, angalia ni Kristo. Kristo anasemaje? Wakorintho wa pili 8:9 nasema, nanyi mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba yeye ijapokuwa alikuwa tajiri, alifanyika maskini kwa ajili yetu. Mnajua Kristo ndiye mwenye hii vyote, dunia yote ni yake. Lakini alipokuja duniani alikuwa na mahali ya kulala. Kitabu cha Matthew chapter 9:20 alisemaje? Alisema Mwana wa Mungu hana mahali ya kuweka. Alisema nini? Zinaviota, ndege zinaviota na nini ingine? Foxes. Mwana wa Adamu hana mahali pa kulasa kichwa chake. Hebu sikia, Kristo alikuwa a common Jew ambaye ni maskini. Akiwa na vitu vyote, akachagua maisha ya maskini. Kwanza Desire of Ages page 87 paragraph 3 inasema hivi. Desire of Ages page 87 paragraph 3 inasema, the creator of the worlds, muumbaji wa dunia zote, sio moja, zote, was his possession. Dunia zote zilikuwa ni miliki yake. And yet poverty marked his life experience at every step. Umaskini ulikuwa katika hatua zake zote. Na tunaposema kuhusu maskini wa Yesu, nataka msikie statement ya Desire of Ages page 299 paragraph 2. Inasema kuhusu vile Wayahudi walikuwa maskini. Inasema hivi, in the place. Sasa Yesu alipohubiria Wayahudi walikuwa wanangojea awabadilishe maisha. Maskini Wayahudi maskini alikuwa wanatazamia Kristo awabadilishe maisha. Sasa awabadilishe maisha, walikuwa na maisha gani? In place of the one coarse garment. Ati Wayahudi maskini walikuwa na vazi moja ambalo ni limechakaa, one coarse garment which was their covering by day, ambao ndio walikuwa wanajifunika mchana, and their blanket at night, na usiku wanajifunika. Sasa a typical poor Jew, yule ambaye ni Myahudi maskini kabisa, alikuwa na vazi moja, mchana analivaa, usiku anajifunika. Hapa kuna mtu ambaye ako na vazi moja peke yake. Si basi mnaona nyinyi matajiri. Tunaambiwa tufurahie lini? Ni lini tutakuwa matajiri ni akina nani? Usoma First Timothy chapter 6 verse 6. Nataka muone nyinyi matajiri sana. Lakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utaua pamoja na kuridhika. Utaua ni ukuwa na Yesu sasa. Ukuwa na huyo Kristo sasa. Na kuridhika ni faida
kubwa. Endelea. Kwa maana hatukuja na kitu duniani. Hatukuja na kitu duniani. Tena hatuwezi kutoka na kitu. Hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo. Tukiwa na chakula na nguo. Tunaridhika na vitu hivyo. Tunaridhika na vitu hivyo. Unasikia? Tukiwa na chakula na nguo tunatakana kuridhika na vitu hivyo. Na ni vizuri tujizoeshe kuridhika na vitu hivyo saa hii. Sababu tunajua mbele yetu kutakuwa na shida kubwa ambayo hatutaweza kununua na kuuza. Great Controversy page 622 paragraph 2 inasema hivi, sikiza tu maneno yake. Great Controversy page inasema the deepest poverty, ule umaskini ambao ni mkubwa sana, kama sero dinayo na kujikana kule ambao ni kukubwa sana, with his approval, ikiwa na kule kukubalika na yeye. With his approval is better than riches. Mnasikia ati kuwa na umaskini na ule mkubwa sana na kuwa na kule kujikana kukubwa sana, ukiwa kubalika na yeye is better, ni zuri kuliko utajiri. Honors ni kutuku, is maisha ya urahisi, and friendship without it. Great Controversy page 622 paragraph 2. Kitu ambacho ni cha dhamani sana ni kukubalika na Mungu, kuwa na Kristo, kuwa na roho wa ingine tu andika tu Science of the Times April 3 1879 paragraph 22. The deepest poverty with God's blessing, ule maskini mkubwa kabisa na ni baraka ya nani? Na tumesikia mbaraka wa Mungu ni gani? Kuwa na Roho Mtakatifu, kukubalika na Mungu na kutoa Roho Mtakatifu is better than houses. Ati hiyo ni jema kuliko majumba. Na tunaposema majumba, unajua huko hakuna majumba ya zamani. Mkitaka kuja majumba za zamani deni Karen na huko Muthaiga huko. Kwa hivyo ati umaskini ule mkubwa kabisa ukiwa na mibaraka ya Mungu ni jema kuliko houses. Kwa hivyo majumba zote sasa, lands ni jema kuliko kuwa na mashamba yote, and any amount of earthly treasure, na kuliko kila amount ya earthly treasure. Without it, God's blessing places value on everything we possess. But if you have the whole world without his blessing, we are indeed as poor. Lakini tukiwa na dunia yote sasa na hatuna hiyo mibaraka, kwa kweli sisi ni maskini. For we can take nothing with us into the next world. Wewe unataka gani sasa? Kupata dunia yote, upewe mashamba yote, upewe utukuzwe, na uwe hauna Yesu, ama ungependa uwe na Kristo? Hata kama utakosa hizo vitu zote, kuwa na Kristo. Si afadhali kuwa na Kristo na ukosa hizo vitu kuliko uwe maskini? Kwa kweli sisi ni matajiri. Ukiwa na Kristo wewe ni tajiri? Ni tajiri. Hata kama wewe unaonekana ukiwa maskini, wewe ni tajiri mkuu. Na hebu sikia hii Revelation chapter 2 verse 9. Naijua dhiki yako na umaskini wako. Lakini huu tajiri. Najua kwa Mkristo ni tajiri. Mimi sitaki mtu anibabaisha. Mimi ni tajiri mkubwa sana. Nikiwa na Yesu mimi ni tajiri mkubwa sana. Ukisoma kitabu cha 2 Corinthians chapter 6 verse 10, sikia vile uko tajiri mkubwa, usijidharau. Inasemaje? 2 Corinthians chapter 6 verse 10 inasema kama wenye huzuni. Kwa hivyo Paulo akielezea mitume ati ni wanaonekana wenye huzuni, bali siku zote wenye furaha. Kwa hivyo hata kama ukiwa na Kristo inawezekana kuonekana wewe ni mwenye furaha, wewe ni mwenye huzuni, lakini wewe uko na furaha.
furaha ya Bwana. Endelea. Kama maskini, unaweza onekana wewe ni maskini, bali tukitajirisha wengi. Kwa hivyo Mkristo hata kama yeye ni maskini, yeye anatajirisha wengi. Kama wasio na kitu, Mkristo anaweza kuwa hana kitu, bali tu wenye vitu vyote. Lakini tu wenye vitu vyote. Kwa hivyo sasa mkumbuke, sisi tukiwa watoto wa Mungu, hata kama hatujapata nafasi ya kupokea hizo vitu, tayari sisi ni warithi wa hizo vitu. Ni kama vile mnaona mtoto wako, unaweza muachia vitu zako azitawale, si hata ziharibu. Si sahi ukimpea mtoto vitu, ukimgawia, si hata aweza kuwa prodigal, si hataenda awe prodigal sana. Ndio Mungu anakosa kutupea vitu hizi sahi, lakini ni zetu. Si kijana anaridhika kwa sababu ya utajiri wa baba yake, hata kama hajafanya nini, hajagawia. Kwa hivyo kitu kingine anasema ni naked. Anasema wewe ni uchi. Uchi hii sio ile ya kukosa kuvaa mavazi ya kawaida, ni ile ambayo Adamu na Hawa walifanya nini, walipata baada ya dhambi kuingia. Ukisoma Genesis chapter 3 verse 10 utasikia walijipata wako uchi. Na uchi hii ni mavazi gani aliyotoweka? Ni mavazi ya utakatifu ambayo malaika huwa anavaa na Mungu huwa anavaa. Ukisoma kitabu cha Psalms 102 verse 2 unasikia Mungu anavaa vazi ambalo ni nuru. Inasema hivi, nikisoma sababu ya muda, anasema you cover yourself with light as with a garment. Kwa hivyo mavazi ambayo ilitoweka kwa Israeli, Adamu na Eva, ni mavazi ya nuru ambayo Mungu na malaika huwa wanavaa. Sasa wanaambiwa wanunue nini? Dhahabu iliyosafishwa katika moto. Hiyo ni imani ya Kristo ambayo ilijaribiwa. First Peter chapter 1 verse 7. Petro wa kwanza 1:7 inasema kwamba imani yenu ambayo ni zaidi ya thamani sana kuliko dhahabu ambayo inaharibika ikijaribiwa katika moto. Kwa hivyo imani ya Kristo, ama dhahabu ambayo imesafishwa katika moto, ni imani ya Kristo ambayo ilijaribiwa, na imani hii huwa inafanya kazi kwa upendo. Imani hii inafanya kazi kwa upendo. Wagalatia 5:6 inasema imani inayofanya kazi kwa upendo. Imani inayofanya kazi kwa upendo. Kwa upendo. Hebu sikia imani hii ambayo inafanya kazi kwa upendo ni nini? Christ of the Creation page 158 paragraph 3 inasema the gold tried in the fire is the faith that works by love. Imani ambayo inatenda kazi kwa upendo ni imani, ama dhahabu ambayo imesafishwa ni imani ambayo inafanya kazi kwa upendo. Inasema hivi, only this can bring us into harmony with God. Kwa hivyo mambo yote ya Mkristo anatakana ifanye kwa upendo. Ukishika sheria za Mungu, kama wewe unashika sheria za Mungu ukiwa na huzuni, basi elewa huo sio kushika sheria za Mungu. Kama unanungunika ukishika sabato, ama ukiambiwa ushike sabato, ama ukijua sabato imeingia, unanungunika sababu imekuachisha biashara, ujue wewe sio msabato. Watu wa Mungu wanashika sheria ya Mungu kwa upendo. Ikiwa unanungunika unapoenda kuhubiri, ama unapoambiwa uende ukatumikia wengine, elewa hiyo sio imani. Imani ya Kristo inafanya kazi kwa upendo. Faith that works by love. Wagalatia hiyo 5:6. Na hii ndio ilikuwa inaongoza Kristo. Yesu hata alipokuwa anaenda kukufa alihuzunika. Si aliomba sana mpaka akashinda. Alipopeana kwa Kristo nafsi yake kwa Baba, basi alikuwa na furaha. He did it out of kwa upendo, akijua kwamba wengi watakuja kuokolewa. Pia Disalophages page 2 paragraph 3, faith and love are the gold tried in the fire. Ati imani na upendo ndio dhahabu ambayo imejaribiwa katika moto. Disalophages page 2 paragraph 3. Kwa hivyo sasa suluhisho ya hii yote ni tukubali haki ya Kristo. Uchi ni tukubali haki ya Kristo.
ya Kristo. Hiyo ni Isaya chapter 60 verse 10, inasema kwamba umenivika vazi la wokovu, umenivika vazi la wokovu, umenivika vazi la utakatifu. Kabla Kristo kuja mara pili, Ufunuo 19 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba kanisa litakuwa limefanya nini? Limevikwa vazi ambalo ni jeupe, ambalo ni haki ya watakatifu, ama utakatifu wa watakatifu. Na Ufunuo 7 mstari wa 9, akaona watu ambao wametoka kwa ile dhiki kubwa, ambao walikuwa wameosha mavazi yao katika, walikuwa wamefua mavazi yao katika damu. Hiyo ni Ufunuo 7:9 na 14 na 15, 13 na 14. Kwa hivyo inawezekana tuweze kuvalishwa mavazi yale ya Kristo, haki ya Kristo. Inawezekana tupokee imani yake Kristo. Inawezekana tupokee dawa ya macho ambayo ni Roho Mtakatifu, Roho kutusaidia kutofautisha kati ya, inaitwa the spirit of discernment. Fungu ya mwisho kabisa tunaitoa katika 7 BC page 966 paragraph 7 ya mwisho, inasema hivi. Baada ya kukoti hiyo, anasema hivi, the Laodicean message is full of encouragement. Ati ujumbe wa Laodikia umejaa full of himizo, una to encourage for the backslidden church. Inahimiza kanisa ambalo linafanya nini? Limerudi nyuma. May yet buy gold of faith. Ati tunaweza nunua dhahabu ambayo ni ya imani, and love, na upendo. Tuna nafasi ya kununua imani ambayo, imani na upendo. May yet have the white robe. Ati tunaweza bado kuwa na lile vazi leu jeupe of righteousness of Christ, ambayo ni haki ya nani? Ya Kristo. That the shame of their nakedness need not appear. Ya kwamba haitakani uchi yetu ifanye nini? Iendelee na kuonekana. Purity of heart, purity of motive may yet characterize those who are half-hearted and who are striving to serve God and mammon. Ya kwamba tunaweza kuwa na usafi wa moyo na nia, na hiyo inaweza onekana kwa wale ambao bereni wamekuwa ni nusu ambao wanajaribu kutumikia Mungu na mali. They may yet wash their robes. Wanaweza bado osha mavazi yao of character and make them white in the blood of the Lamb. Wanaweza ifanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo wacha tufike hapo na tuombe, sababu naona muda hauko nasi na naona hata watu ameanza kuondoka. Wacha tuombe alafu nini nizime hii tuwe kama kutakuwa na jambo lingine. Tunaomba. Bwana Mungu, asante kwa kutupea ujumbe ambao ni wa kutusaidia sisi ambao ni wa Laodikia, ndio tuweze kushinda uvuguvugu kupitia kwa kupokea haki yake Kristo na kuongozwa na Roho wako Mtakatifu, na kuweza kupokea imani yake Kristo. Tunaomba Baba, utupike na haki yake Kristo, imani ambayo inafanya kazi kwa upendo. Tusaidie na utuwezeshe yote, na utuandae kwa ajili ya ufalme wako. Asante sana. Tunaombea wasabato duniani, wasaidie wote waweze kushinda, kusikia ujumbe huu na waweze kushinda uvuguvugu, na sisi sote tuweze kusimama mbele ya mtihani ambao uko mbele yetu. Katika jina la Kristo tumeomba na hata kuamini. Asante.